kwa ajili ya neno, lakini pia kwa lolote ambalo atapenda kutushirikisha. Tufuatilie. Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mhashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino, Balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri William Lukuvi Mbunge, waheshimiwa maaskofu wakuu, waheshimiwa maaskofu maabate tunaokuwa nao hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali ambao na hakika watatambulishwa na anayehusika, na wengine wa taasisi mbalimbali, wapendwa mapadri, mashemasi, watawa wa kike na wa kiume, wapendwa ndugu zangu wa seminari, walelewa na waamini walei. Kristo. Nachukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi aliyotutendea Jimbo Kuu la Tabora, na leo kwa namna ya pekee kwa zawadi hii ya Askofu Msaidizi Mhashamu Josephat Jackson Bududu tuliyemweka wakfu masaa machache yaliyopita. Baba Askofu Jackson Bududu, hongera sana. Namshukuru nikiwaalika tumkumbuke na kumwombea marehemu Papa Francisco aliyeridhia ombi letu na kumteua askofu msaidizi kwa ajili ya Jimbo Kuu la Tabora, na ikafanyika hivyo kabla ya kufariki kwake. Apumzike katika amani ya Kristo. Kwako wewe ndugu yangu Josephat Bududu, na kushukuru kwa kukubali uteuzi wa Baba Mtakatifu, na kwa kweli binafsi nilifurahi sana tangu siku hiyo nilipopata taarifa kwamba utakuwa askofu msaidizi wetu katika kuliongoza na kulitumikia Jimbo Kuu la Tabora. Karibu sana, tuwe pamoja katika kuifanya kazi hii tuliyokabidhiwa na kiti cha kitume. Kwenu wageni mliotufikia, Mheshimiwa mgeni rasmi William Lukuvi Mbunge, uliyemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunakuomba ufikishe shukrani zetu kwake. Ndugu zangu maaskofu na viongozi wa dini, maabate, mapadri, mashemasi, waweko wakfu, wa seminaristi na walewa wote, viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali za kisiasa na kijamii, na wote wenye mapenzi mema, asanteni sana kuja kutuunga mkono na kuyashuhudia makuu haya ambayo Mungu ametutendea wana Tabora. Nawashukuru kwa moyo wenu wa majitoleo na michango mbalimbali ya hali na mali iliyotuwezesha kuyafanya yote tunayashuhudia siku ya leo. Asanteni pia kwa maneno yenu ya kututia moyo mnayotushirikisha, ambayo naamini yatachangia katika kulijenga jimbo letu na hata jamii nzima tunamoishi. Ndugu zangu wana Tabora, na washukuru, na kweli hatuna budi kujipongeza kwa yote tuliyofanya tukijiandaa kuishuhudia siku hii ya leo, ikiwa ni pamoja na kupanga yatakayofanyika siku za usoni. Na washukuru kwa namna ya pekee
kwa michango yenu iliyofanikisha sherehe hii mpaka muda huu, na naamini itakuwa hivyo mpaka mwisho tunapomaliza. Asanteni sana ndugu zetu mliokuwa kwenye kamati kuu ya maandalizi ya sherehe chini ya usimamizi wa Mheshimiwa sana Padre Faustin Rwechungura kwa kuratibu vizuri yote yaliyofanyika na yanaendelea kufanyika tangu tulipoanza shughuli hizi, misa ya leo na yote ambayo tunategemea yafanyike. Nashukuru pia uongozi wa serikali mkoa, kuwa mkoa yupo leo lakini ana mwakilishi wake Baba Katwale pamoja na wengine kwa ushirikiano wenu, na hasa kwa kazi kubwa ya ulinzi na usalama mnayosimamia kwa umakini hadi sasa. Nanyi watu wa habari na mawasiliano, asanteni kwa mchango wenu mkubwa wa kusambaza yanayojiri kwa walengwa mbalimbali ambao wameweza kuungana nasi wakiwa mbali nasi. Asanteni sana. Kwa hakika nguvu ya uinjilishaji imeongezeka hapa jimboni, na hili linasema mengi na kutudai mengi katika suala zima la uinjilishaji na ukuaji wa kanisa mahalia la Tabora. Ni katika muktadha huo napenda niwafahamishe na kutangaza rasmi kuwa pamoja na kumpata askofu msaidizi, leo zinazaliwa parokia mpya 3 katika jimbo kuu la Tabora. Tunatangaza pia parokia teule 4, na zote hizo zikiwa na wachungaji watakaosimamia. Ili kuokoa muda, ninawaomba wachungaji wasimamizi wa maeneo haya au hayo yatakayotajwa wafike ofisini kwa katibu mkuu wa jimbo kwa wakati mwafaka, ili wachukue hati zinazohusiana na kutangazwa kwa maeneo haya, na mengine yatajulishwa kwa wahusika wakati wa uzinduzi rasmi wa maeneo hayo ya uchungaji. Parokia mpya tunazozitaja leo, ya kwanza ni parokia Bikira Maria Mpalizwa Mgelela Uliankuru. Na paroko wake wa kwanza ni Mheshimiwa Padre Pascal Kadege. Parokia ya pili tunayoitaja na kuitangaza leo ni ya Mtakatifu Teresia wa Calcutta Oyster Bay Urambo. Paroko wa kwanza ni Mheshimiwa Padre Cornelio Chaula. Na parokia ya 3 mpya na ya mwisho tunayoitaja ni ya Mtakatifu Yuda Tadeo Kidatu Ipuli. Na paroko wake wa kwanza ni Mheshimiwa Padre Joseph Mjegwa. Na parokia teule ambazo na zenyewe zimepitishwa, ya kwanza ni parokia ya Mtakatifu Karoli Boromeo Igurubi Gunga, na msimamizi ni Mheshimiwa Padre Jacob Mayengo. Na parokia ya pili teule ni ya Mtakatifu Francisco Kisaveri ya Iborogero Usongo, na msimamizi wake ni Mheshimiwa Padre Peter Kulwa. Na parokia ya 3 teule ni ya Mtakatifu Rosa Walima Kalemera Urambo, na msimamizi wake ni Mheshimiwa Padre Edward Ntunde. Parokia ya 4 tarajiwa au teule ni ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu Kitunda Sikonge, na msimamizi wake ni Padri Inyasi Akilimali. Ili mimi na askofu msaidizi tuweze kutoa huduma stahiki na zinazohitajika kwa walengwa, na ikiwa ni baada ya kuyasikiliza maoni ya washauri wetu, tumeona kuwa inafaa tuligawe jimbo letu kuu la Tabora katika maeneo mawili ya kichungaji.
Eneo la kwanza ni dekania za Igunga na Nzega. Zitakuwa chini ya uangalizi wa karibu wa askofu msaidizi. Na dekania za Tabora na Urambo zitakuwa chini ya usimamizi wa karibu wa askofu mkuu. Mungu aliyetuita na akataka tumtumikie na hivyo kulitumikia taifa lake, yeye mwenyewe ayasimamie na kuyaongoza yote yatakayofanyika katika maeneo yetu haya ya kichungaji, na alichokianzisha yeye tumuombe akikamilishe kwa hekima yake na kwa uongozi wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mama Bikira Maria, Malkia wa mitume, atuombee tuyafanye yote tukifuata nyayo za mwanae na Bwana wetu Yesu Kristo, mchungaji mkuu. Nimalizie nikiwashukuru tena kwa kuifanya siku ya leo iwe kweli ya furaha. Na sasa ni muombe wakili wa askofu mkuu Mheshimiwa sana Padre Faustin Rwechungura ampatie au kuitaja zawadi ya jimbo kuu la Tabora tuliofikiri kuwa itamfaa Mhashamu Askofu Msaidizi Josephat Bududu katika utumi wake, na yote yawe ni kwa ajili ya utukufu na sifa ya Mungu na ukombozi wa mwanadamu na ulimwengu. Asanteni sana kunisikiliza. Naam.